Naam, mtazamaji, miezi kadhaa baada ya vitisho vya kisiasa vya Kapteni Tesha ambaye alijitokeza mitandaoni akidai kuwa yeye ni kapteni wa Jeshi la Ulinzi la Tanzania la JWTZ, hatimaye Samia Suluhu amejibu suala hilo kwa njia ya isiyo moja kwa moja na pia ametoa onyo kali kwa wanajeshi wote wa JWTZ nchini Tanzania leo. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Miezi kadhaa baada ya vitisho na taarifa za kisiasa kusambazwa mitandaoni na mtu aliyejitambulisha kwa jina la Kapteni Tesha na kudai kuwa anashirikiana na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan sasa ameshughulikia suala hilo kwa njia isiyo moja kwa moja bila kumtaja jina kupitia ujumbe mzito kwa jeshi hilo la Tanzania, na pia ametoa onyo kali ambalo ni onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ linalounda mada kuu ya hotuba yake siku ya jana. Mzozo huo ulikuwa umedumu tangu mtu huyo ambaye anajifahamisha kama Kapteni Tesha aonekane kwenye mitandao ya kijamii miezi kadhaa iliyopita kabla ya kipindi cha uchaguzi, akidai kuwa baadhi ya wanajeshi waliunga mkono maandamano na yanahusiana na mizozo ya kisiasa na hivyo kusababisha wasiwasi wa umma juu ya jeshi kutoegemea upande wowote wa kisiasa. Kauli za mtandaoni zinazohusishwa na Kapteni Tesha zimewakosesha raha wa Tanzania wengi wakati huo, kwani zilionekana kuviingiza vikosi vya ulinzi vya jeshi la JWTZ Tanzania katika mijadala na mivutano ya kisiasa ya kivyama Tanzania katika wakati nyeti wa kitaifa kabla ya uchaguzi. Lakini sasa hivi Samia Suluhu amefanya mkutano siku ya jana na jeshi la JWTZ na ameweza kutoa onyo kali. Majibu yake Samia Suluhu aliyoyatoa wakati wa mkutano wa ngazi ya juu na makamanda na viongozi wa kijeshi mjini Tanga yalitafsiriwa kwa mapana kuwa ni juhudi za moja kwa moja za kufunga mlango kwa dhana yoyote kwamba majeshi ya JWTZ yanaweza kutumika kama jukwaa la shinikizo la kisiasa au upinzani. Akiwahutubia makamanda na maofisa waandamizi jana, Rais Samia alisisitiza kuwa uadilifu wa vyombo vya ulinzi ni lazima ulindwe kwa gharama yoyote ile, huku akionya kuwa jeshi la JWTZ lisisitizwe na mtu yoyote yule bila kujali cheo chake, na mtu yoyote asiruhusiwe kuihujumu taasisi hiyo ya JWTZ kwa kuiingiza kwenye migogoro ya kisiasa. Ujumbe wake Samia Suluhu ulionyesha wasiwasi mkubwa kwamba hata vitendo au taarifa zilizotengwa zinaweza kuharibu imani ya umma katika jukumu la kikatiba la Jeshi la Ulinzi la Tanzania. Onyo hili la Samia Suluhu kwa JWTZ au Jeshi la Ulinzi la Tanzania liliwekwa ndani ya mfumo wa kisheria na kitaasisi unaoongoza jeshi, akisisitiza kuwa kutoegemea upande wowote wa kisiasa si jambo la hiari bali ni hitaji la msingi la utumishi wa kijeshi na ni lazima kwa mwanajeshi yoyote yule wa JWTZ. Kwa kuwakumbusha maafisa juu ya kanuni hii, alitaka kusisitiza wazo kwamba vikosi vya ulinzi vipo kwa ajili ya kulinda taifa la Tanzania, mamlaka yake na watu wake, badala ya kutumikia au kuipinga ajenda yoyote ya kisiasa au kuegemea upande wowote wa kisiasa. Katika hotuba yake, onyo hili la Samia Suluhu kwa JWTZ jana lilionyesha kwamba jeshi lazima libaki kuwa taasisi yenye weledi na nidhamu, isiyoegemea upande wowote, isiyo na ushawishi wa chama tawala, vyama vya upinzani au wahusika wowote wa siasa za nje. Ufafanuzi huu ulionekana sana kama jaribio la kuhakikishia wananchi wa Tanzania kwamba serikali inasalia na nia ya kuzingatia kanuni za kidemokrasia wakati wa kuhifadhi usalama na utulivu. Kauli ya Rais Samia ilikuja dhidi ya hali ya mvutano wa hivi karibuni wa kisiasa na maandamano ambayo yalijaribu uwiano wa kitaifa na kufanya onyo hili la Samia Suluhu la jana kwa JWTZ kuwa muhimu sana. Kwa kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa kijeshi jana, Samia Suluhu alilenga kuzuia marudio ya hali ambapo taasisi za usalama kama vile jeshi la JWTZ zinachukuliwa kuwa wahusika wa kisiasa badala ya wadhamini wasioegemea upande wote wa amani. Wafuatiliaji wa mambo wanabainisha kuwa onyo hili la Samia Suluhu kwa JWTZ katika mkutano na makamanda jana pia lilikuwa ni ujumbe kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii kudai kuungwa mkono na jeshi kwa sababu za kisiasa au maandamano. Msimamo wa Rais Samia ulionyesha wazi kwamba madai kama hayo hayakubaliki na kwamba serikali haitavumilia majaribio ya kupotosha au kuendesha jeshi kwa ujumbe wa kisiasa. Kwa kuimarisha nidhamu na umoja ndani ya safu, onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ lililenga kuimarisha mshikamano wa ndani na kuhakikisha kuwa askari wote wa JWTZ wanaelewa mipaka na jukumu lao. Msisitizo wa weledi na utii kwa mamlaka ya kikatiba ulikusudiwa kuwalinda wanajeshi wa JWTZ dhidi ya migawanyiko ya ndani inayochochewa na masimulizi ya kisiasa.
Onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ jana pia lilionyesha mtazamo wake mpana wa utawala ambao unatanguliza amani na utulivu kufuatia vipindi vya wasiwasi mkubwa wa kisiasa. Kwa kuweka mstari wazi kati ya siasa na jeshi, alithibitisha nia ya utawala wake kusimamia ushindani wa kisiasa kupitia taasisi za kiraia badala ya vyombo vya usalama. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wamelitafsiri onyo la Samia Suluhu jana kwa JWTZ kama hatua ya kuzuia iliyobuniwa kushughulikia hatari zinazoweza kutokea kabla hazijazidi kuwa migogoro ya wazi au kuvunjika kwa taasisi. Katika miktadha mingi ya Kiafrika, siasa za wanajeshi zimesababisha kukosekana kwa utulivu na amani, na ujumbe wa Rais Samia ulikuwa na lengo la kuhakikisha Tanzania inaepuka njia hiyo. Rais Samia aliwakumbusha makamanda kwamba majeshi ya ulinzi yaliasisiwa kwa misingi ya uzalendo, nidhamu na uaminifu kwa taifa zima, huku onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ jana akiwataka kutetea misingi hiyo kikamilifu katika mwenendo wa kila siku. Hii ni pamoja na kufuatilia tabia za ndani na kushughulikia mikengeuko yoyote kabla ya kudhoofisha uaminifu wa taasisi hiyo ya Jeshi la Ulinzi la Tanzania. Upande mwingine, wengi sasa wameweza kutafsiria kwamba onyo hili linaenda moja kwa moja kwa tukio lile la Kapteni Tesha ambaye aliweza kujitokeza mitandaoni na kutishia Watanzania kwamba yeye ni kapteni wa Jeshi la Ulinzi la JWTZ Tanzania, huku akidai kwamba yeye kama kapteni wa JWTZ anasisitiza maandamano na kuunga mkono maandamano ambayo yalifanyika tarehe 29 Oktoba, lakini wakati akiweza kutoa ripoti hizo zake au madai yake ya kwamba anaunga mkono maandamano, ilikuwa ni kabla uchaguzi na hata kabla ya maandamano. Onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ pia limesisitiza uwajibikaji wa uongozi, huku akitoa wito kwa maafisa wakuu, kwa mfano kwa vyeo vya chini, na kusimamia kanuni bila woga wala upendeleo. Kwa kufanya hivyo, aliimarisha safu ya amri kama nguzo muhimu ya ufanisi wa kijeshi na imani ya umma. Kwa kujibu, viongozi wa kijeshi walionyesha kuthamini mwongozo huo, wakikiri kwamba onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ lilitoa ufafanuzi wakati ambapo habari potofu na simulizi za kisiasa zinaweza kuenea kwa urahisi kupitia majukwaa ya mitandaoni au kidijitali. Waliahidi kushikilia msimamo wa kutoegemea upande wowote wa kisiasa na kuhakikisha kuwa vikosi vya jeshi vinasalia kuzingatia mamlaka yao ya kikatiba. Mabadilishano kati ya Rais Samia na uongozi wa kijeshi jana yalisisitiza uelewa wa pamoja kwamba usalama wa taifa hautegemei tu nguvu na utayari, bali pia kujizuia na weledi, mada zilizoimarishwa mara kwa mara kupitia onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ katika mkutano huo. Mpangilio huu uliwasilishwa kama muhimu kwa kudumisha utulivu wa muda mrefu wa Tanzania. Maoni ya umma kwa onyo hili la Samia Suluhu kwa JWTZ jana yamechanganywa, lakini kwa kiasi kikubwa yanaunga mkono, huku wananchi wengi wakiiona kama hatua muhimu ya kulinda nafasi ya kidemokrasia, huku wakihifadhi tabia ya kisiasa ya majeshi. Kwa wengine, ilikuwa hakikisho kwamba serikali inafahamu hatari inayotolewa na kuingiza taasisi za usalama kisiasa. Hata hivyo, hatimaye onyo la Samia Suluhu kwa JWTZ jana linasimama kama tamko la maamuzi juu ya uhusiano wa kijeshi na raia nchini Tanzania, kuashiria kwamba ingawa mjadala wa kisiasa unaweza kuendelea katika uwanja wa umma, majeshi lazima yabaki nje ya mapambano ya kikabila. Ujumbe huo ulithibitisha kuwa amani, umoja na utaratibu wa kikatiba unasalia kuwa kanuni zinazoongoza katika usanifu wa usalama wa taifa. Mtazamaji, je, wewe una mtazamo gani kuhusiana na onyo hili la Samia Suluhu la kutaka wanajeshi wa Tanzania JWTZ wasijihusishe kabisa na kisiasa? Na kuacha uwanja huu wa comment section unijuze mtazamo wako. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili kulike video hii na ubonyeze neno subscribe na alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.